Bila shaka mpenzi mtazamaji, hadi ni deni, nimerejea kwenye awamu ya mazungumzo, awamu ya kufanya mjadala na mahojiano, ambapo hilo kama nilivyokuarifu ni kwamba nitakuwa nikifanya mjadala kuhusiana na ruwaza ya mwaka 2026 ama ukipenda 60 kunradhi, ambapo pia hapo jana tukaweza kumwona yule ambaye ni Rais William Ruto akiweza kutoa hotuba yake kwenye ikulu ya hapa jijini Nairobi, na akaweza kuangazia masuala mengi, ambapo Wakenya pia kwenye mitandao na kwenye miji na vijiji wamezidi kujiuliza maswali mengi kuhusiana na iwapo labda tumeweza kuwafikia ile ambayo ni ruwaza ya mwaka 2030, wakati ambapo pia tunajiandaa kuingia kwenye ruwaza ya mwaka 2060. Hivyo basi ndani ya nyumba atakayenisaidia kuangazia masuala haya si mwingine lakini ni Daktari Moses Mwangi, ambaye kumbuka kwamba ni mtaalamu wa masuala ya uongozi pamoja na masuala ya siasa. Hivyo basi niweze kumshirikisha tu kwa takriban dakika 30 ama zaidi, tuweze kujua mengi zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo tutakuwa tukiangazia masuala ya ruwaza ya mwaka 2060. Karibu sana daktari ndani ya nyumba kwenye runinga TV47. Asante sana na kusalimu na wasalimu wasikilizaji wote wa TV47. Naam. Ni vizuri kuniita ili tuangazie yale yametokea. Shukran sana. Na tuende moja kwa moja kwenye mjadala wetu. Tuna Vision 2030 ambayo kwa sasa ndio ambayo tunaijua ama Wakenya wanaijua zaidi, lakini sasa kuna ile ambayo ni Vision 2060. Ni kwa nini tunahitaji Vision 2060 wakati ambapo bado tuko kwenye Vision 2030, ama unahisi kana kwamba tumetekeleza mambo ambayo yako kwenye Vision 2030 ilhali tuweze kuingia kwenye Vision 2060? Katika mambo ya development ya kibinafsi, ya institutions zozote, ni vizuri kuwa na kitu tunaita strategic plan. Naam. Huwa inakuwa ni miaka 3 au miaka 5. Ndio. Halafu Vision 2030, hiyo mipango ambayo Rais Mwai Kibaki katika utawala wake iliweza kutayarishwa na kuangazia 2030 Kenya itakuwaje. Ndio. Na kuna yale ambao tulikuwa tumeangazia ya kwamba Kenya will become a middle income country. Na kuna mambo pillars 3, kuna pillar ya political, social na economic. Ndio. Na kuna projects ambayo ziliangaziwa kufanywa. For example, kwa sasa tunahitaji kuwa na international airport pale Isiolo. Ndio. Tulikuwa tukuwe na airport ya Lamu na kuwe na mpangilio ya railway line inatoka Lamu, inaingilia Isiolo, inaenda Ethiopia, inaenda South Sudan. Ndio. Ili ifungue corridor ya Northern Kenya. Ndio. Kuna mambo ambayo iliwekwa. Na tuseme ya kwamba katika wakati wa Mwai Kibaki, serikali yake katika mipangilio ya medium term plan waliweza kuweka ni project gani zitafanywa. Na walijaribu, tuliona bypasses zikiingia Nairobi na kufanya traffic ya Nairobi ipungue. Tuliona kama ni hiyo Lapset, Lamu Port na zingine. Ndio. Wakati Uhuru Kenyatta alichukua uongozi wakiwa na Daktari William Ruto, Ndio. Miaka ya kwanza waliendeleza sana hiyo mipango ya Vision 2030. Ndio. Tukaona ya kwamba hata barabara ya Mau Mau na zingine, na katika nchi yote ya Kenya kuna zile barabara ziliweza kufanyika. Hata kufungua Southern Coast, kuna hii Dogo Kudu. Tunaona upande wa Southern Coast unafunguka na mambo mengine. Ndio. Na ikaonekana ni kweli nchi inapiga hatua. Wakati huu wa muhula wa kwanza wa William Ruto, Ndio. mambo ya Vision 2030 sana sana ilionekana kama imewekwa kado kidogo. Ukakuja na bottom up better economic plan, transformation agenda. Ndio. Ikawa sasa
mipangilio yote ya serikali wanaongea kuhusu better bottom up. Wengine wetu hatukujua zaidi. Tuliona hasara fund ikikuja, watu wakianza so sana wakati huu wa miaka 3-4 mambo ya Vision 2030 imewekwa kado kidogo. Ndio. Na ingekuwa mzuri kabla tuanze kupanga 2060 tungechukua nafasi wakati unapaga plan unafanya kitu kinaitwa evaluation. Ndio. Una evaluate. Unaona hii mpango wetu tumefika hapa. Kwa sababu bado tuko na miaka 4. Ndio. Kabla ya 2030. Si leo ni 2026. Ndio. Si bado tuko na miaka 4. Ndio. Si tunahitaji kuchukua nafasi ya kufanya evaluation. Ndio. Kuona tumefika wapi. Halafu ni sawa kupanga kuwa na Vision 2060. Miaka ingine 30 ni sawa. Lakini kabla ya hayo tuchukue hatua ya kutake stock. Tumefika wapi? Ni gani tumeweza? Ni gani ambao tulikuwa tunatarajia kufanya na ni muhimu ambayo tunahitaji katika vision hii ingine kuiweka ili tuendelee mbele. Na niseme ni vizuri kufikiria hiyo. Ndiyo. Ile ambayo iliondoa mambo ya Vision 2030 hii inaitwa bottom up. Ambayo sijui kama Dr. Ruto na serikali yake wamechukua hatua ya kuangalia hii bottom up. Ndiyo. Tuiache ili tuanze Vision 2030 au namna gani? Rais ni vizuri anafikiria. Ndiyo. Kwa sababu bila mpango ya mahali unataka kwenda unaweza kujiona uko wilderness unazunguka. Kufikiria mambo ya mpango ni sawa. Lakini ni vizuri kuwa na taratibu. Yeye ameitana, amesema nitaongea na pale tumesikia Ruwaza ya 2060. Ruwaza ya 2060. Na sitaki kusema sio sawa, ni sawa, lakini katika mambo ya development, katika mambo ya kufikiria vile nchi, vile kampuni, vile kitu yoyote, ni lazima mipangilio ile umekuwa nayo ukuwe na wakati wa kufanya evaluation, halafu sasa kuona tutalega ipi. Yes. Umezungumza ukasema kwamba kidogo ni kana kwamba 2030 ama Vision 2030 ilisahaulika, maana kumekuja na bottom up. Pia kuna nyingine ambayo ilifahamika kama the Big Four agenda ambayo ilionekana kana kwamba inafutilia mbali 2030. Lakini utasema vipi kutokana na hotuba ya rais hapo jana? Alikuwa akizungumza kana kwamba ni suluhu wakati ambapo tunajipanga, na ukasema ni bora zaidi kujipanga wakati ambapo unapania kwenda mbele. Lakini kulingana na mtazamo wako, ukimwangalia Rais William Ruto, anaona kana kwamba kuna changamoto zilizoko ambazo labda hazijaweza kutatuliwa 2030 na labda zitaweza kutatuliwa 2060 ama vipi? Sijui ni nini ameona. Na niseme juu ya Big Four agenda. Katika mpango wa 2030 kuna mambo mengi, kuna mipango mingi ilikuwepo. Na ilikuwa inahitaji ni Vision 2030 halafu unachukua miaka 5. Si miaka 5 ndio rais anachaguliwa na serikali yake. Ndiyo. Na kuangalia katika hii Vision 2030. Ndiyo. Hii miaka yetu 5 ni nini tutalenga ili tuendeleze hiyo vision. Halafu the next 5 years ikikuja ni nini tutalenga. Na hiyo ndio Mwai Kibaki alifanya wakati wa the first 5 years na the second 5 years. Halafu wakati wa Uhuruto wa 2013 hadi 2017 kuna ile walichukua. Hiyo inaitwa Big Four. Lakini ilikuwa bado iko katika part of Vision 2030. Sasa hii miaka 4 hii miaka 5 ya kwanza ya Dr. William Ruto akiwa president wetu. Tukiangalia bottom up, sana inaonekana hiyo ilitoka kwa reli kwa ile mipangilio. Na ili turudi
tunahitaji, pengine ameangalia ameona hii mambo ya mama boga na nini haikuwezekana, waza tuangalie, lakini unajua tumesikia mambo ya Singapore. Sasa tuko na Vision 2060 na ni sawa, ile tunasema president ako sawa kufikiria tuangalie mbele, lakini ile binu anatumia ya kuitana bila kufanya evaluation, tukumbuke ya kwamba Vision 2030 sio Mwai Kibaki alitengeneza. Alipanga kamati ya watu ambao walichukua muda wakapanga, na kuna wakati ulifika Wakenya wakahusishwa. Halafu hii Vision 2030 ikawa imebeba kila sehemu ya Kenyans. Na ndio sababu iliweza kununuliwa, au the Kenyans were able to buy it and to see truly this is a vision we can live with. Na kiongozi anahitaji kuhuzisha. So mimi ningetaka kusema ya kwamba ni sawa president kufikiria vile. Lakini sisi ambao tuko hapa na hatukuwa tunatarajia hii itatokea. Sasa imetokea na tumeanza kuzungumzia. Sijui kama tutazungumza siku gapi vile tulizungumzia Singapore. Halafu tupate na ingine. Mimi naomba ya kwamba kwa sababu hii nchi ni yetu, kila mmoja wetu, kuna wale watoto wanazaliwa wakati huu. Katika Vision 2030 kulikuwa na mambo ya masomo, kulikuwa na mambo ya afya, kulikuwa na mambo ya barabara, kulikuwa na mambo ya airports na cities. Huko coast tunahitaji kuwa na resort cities. Na vile zilikuwa zimepangwa, kusema kweli, kama tungefuata hiyo barabara, tungekuwa karibu sana kufikia lengo letu la kuwa truly middle income country. Sasa nimesikiliza hotuba ya rais jana usiku. Nimesikiliza, siwezi kukwambia vizuri lengo ni gani. Lengo ni gani? Lakini pengine watu wakiitwa, wale wasomi wa aina fulani. Lakini sasa unajua sasa ni mwaka moja kabla tuingie uchaguzi. Wakati wa uchaguzi, kwa sababu sasa siasa ya uchaguzi ndio imeanza. Kweli hiyo ndio wakati mzuri ya kuzungumzia mambo ya Vision 2060. Kweli wakati akili za watu zinaangalia ni nani atachaguliwa wapi. Hii inaonekana pengine timing pia ilikuwa hajazingatia, sio right timing. Na kutokana na hilo swali na kuuliza, ni maono haya yote yanazingatia labda sera ama mahitaji ya wananchi, ama unaona tu ni sera za viongozi? Maana umesema timing pia haikuwa sawa. Nafikiri kwa sasa mimi nikiangalia vizuri naona president, unajua hata yeye sasa mafikira yake ni vile anaweza kuchaguliwa kipindi cha pili. Hata kama ni mimi niko pale, hiyo ndio ingekuwa mafikira. Pengine kuna mtu amemwambia ukizungumzia hii ya 2060 pengine watu wataona uko na mpango ili uchaguliwe. Ndio. Kwa hivyo naona sana sana kama hii ambaye imefika wakati huu ni binu moja ya kuambia Wakenya, angalieni mimi niko na mpango. Lakini the timing is wrong and ni difficult Kenyans at the moment. Na tujue ya kwamba ukweli wa mambo ni ya kwamba hali ya uchumi ya Mkenya wa kawaida ni gumu. Wakati huu biashara nyingi zinapitia shida mingi. Wakati huu ile ambayo ina occupy mind, akili za watu, ni vile mtu anaweza kuweka chakula mezani. Vile mtu anaweza kupata karo ya kulipia watoto
shule kwa sababu hata ile mpango wa elimu bila malipo umezoroteka. Ndiyo. Ni vile ambayo mtu akigojeka akiwa na ugonjwa mzito kama kansa. Naam. Nikuambie sasa hivi nikija kuna kijana najua ako na mama yake ambaye ni mgonjwa na bili naendelea kwenda juu na hajui afanye nini. Hiyo ndio inaoccupy na ndio ingekuwa mzuri. Na nafikiri Dr. Ruto kwa sababu yeye ni msomi pia anaelewa hayo. Ya kwamba kuna yale mazito ambayo Kenya wako nayo. Kwa nini tusiangalie vile tunaweza kurekebisha hayo Ndiyo. wakati huu? Na kweli hata ikiwa ni mwaka mmoja unabaki kabla ya uchaguzi. Kama rais angeshughulikia yale maswali ambao Wakenya inawakera Wakenya. Na kweli yaonekane ya kwamba anashughulikia hii. Wakenya wageona unatujali. Lakini hiyo lengo naona sana wale viongozi wale washauri wa rais wale walimtegenezea hiyo jambo, sioni kama wanamsaidia. Naam. Hapana, kwa sababu Wakenya hawako pale. Ndiyo. Wakenya wako na shida ambayo iko mbele yao wakati huu ambao serikali yao wageomba ilenge. Na hiyo mambo ilikuwa katika Vision 2030 turudi kwa reli. Hii miaka imebaki ine turudi kwa reli. Halafu 2028 2029 tufanye evaluation ya vile tutapanga igine hii ikiisha. Yes. Na jambo lako linaibua swali ndani yangu wakati ambapo nataka nikuulize ni nini kitakuwa ni kipimo cha mafanikio ya Vision 2030 na pia kuelekea Vision 2060. Ni nini kitakuwa kitatumika hasa kupima mafanikio ya haya yote? Sana lengo kubwa la Vision 2030 kama vile nasema ya kwamba lengo ilikuwa nchi yetu itoke kuwa developing countries ya chini. Ndiyo. Least developed countries ilikuwa imeondoka pale. Ndiyo. Sasa ifike kiwango ya ile tunaita middle income. Ndiyo. Ni kwa sababu nchi yetu ina uwezo. Lazima uendeleze mambo ya siasa, political pillar. Na Kenya yetu tumekuwa na uchaguzi wa demokrasia. Na hiyo demokrasia kila wakati inachukua hatua. Tungelenga ya kwamba tuendeleze demokrasia yetu. Halafu social vile watu wanakaa. Miji watu wengi walikuwa wanakaa kwa rural. Vile na hii devolution ilisaidia katika katiba kupeleka development karibu na watu. Ndiyo. Kwa sababu sasa hivi tuko na 47 county headquarters. Ndiyo. Ambao kuna ile biashara inaweza kueneza huko. Hiyo ni kipimo kingine za kuonyesha ya kwamba katika pande zote za nchi kuna development inaendelea. Na standard of living inaelekea kuwa juu. Ya kwamba watu wakiwa karibu na miji ni rahisi kuwapa maji ya kunywa, ni rahisi kuwapa sitima na kuangalia ya kwamba Wakenya wanachukua hatua ya kujiendeleza. Kama ni masomo, Ndiyo. Education, Kenya imejulikana kwa miaka mingi kuwa very rich in human capital. Katika Afrika, katika ulimwengu. Na education standards kuendeleza mahali tulikuwa na Mwai Kibaki akaleta free primary education. Baadaye Uhuru akaleta free day secondary. Tungekuwa tunaendelea mpaka tukue na university au college access. Na tulikuwa tunachukua hatua. Tukipima hayo katika Vision 2030 itatuonyesha ya kwamba katika kielimu tumechukua hatua gani. Na kama ni mambo ya chakula. Ndiyo. Chakula sisi tunaweza tumechukua hatua kwa sababu agriculture is a very important pillar. Ndiyo. Ya nchi yetu. Ndiyo. So mambo hayo
serikali ya William Ruto ingeangalia, hata ingawa walileta bottom up economic, wangeangalia tukipima na Vision 2030 tumechukua hatua gani, na mwishowe tuseme na tukubali ya kwamba hii mambo ya bottom up ilikuwa tumetereza, wacha turudi. Mimi ningemuuliza rais wetu, it is okay to accept, wacha turudi kwa reli. Unataka tufike 2060? Hii miaka imebaki, turudi kwa reli, tuangalie Vision 2030 nini tunaweza kufanya. Miaka 2, 3, 4, halafu tu evaluate, halafu tuitane, tuulizane, sasa 2030 imefika, hapa ndio tumefika, si tulenge ingine. Is the president ambitious according to you? The president, according to me, he's overthinking. He's overreaching. You know, he's thinking as a country we can do better. No. Which I agree with him. As a country we can do better. Ndio. Lakini sijui kama ana watu ambao wako na hekima, wako na ujuzi, wanaelewa, wako na experience, wa kumsaidia kupanga. Hiyo ndio naona kama yeye ako na ile akili anayo. Ndio. Lakini wale ambao wanaweza kuwasikiliza ndio wako wapi? Nafikiri watu wa kumpa mashauri. Waha wengine ambao kwa sababu katika social media tumeendesha mambo mingi, lakini hata ikiwa tutatumia social media kueneza ile mambo tunataka, anahitaji kuwa na watu ambao wanaweza kuwaheshimu, ambao wanaweza kumsaidia kupanga mpango ambao unalingana na vile the needs of Kenyans are. At present time, let's address the problems now and then tell Kenyans now we are addressing this one. As we address this, na tuko na hii ndio tunafanya, sio kusema tuko na mpango, hapana, ni kufanya. Halafu sasa tuanze kupanga ya mbele. So I think the president thinks we can do better, and I agree with him. The question is, how do we sort out our current problems? Let's not run away from the current problems. It is by solving the current problems, by being honest about them, and even inviting Kenyans to talk about them so that we solve the problem together, that we can begin to plan the future. Kwa namna nyingine umezungumzia kuhusiana na kuhusisha Wakenya, na pia kuna wale ambao watabeba Vision 2060 ambao ni vijana wa sasa ambao ndio wataendeleza maono haya yote. Taifa la Kenya ama chini ya uongozi wa Rais William Ruto tumekuwepo na lalama nyingi kutoka kwa vijana. Unahisi kana kwamba the president ana focus kwa wale vijana hasa, ama yeye ni kuhusiana na vision na labda akiwa na ile mentality ni siasa? Mimi naona kama ni mentality ya siasa. Kwa sababu vijana wale wako siku hizi, ndio wao wanaelewa sana, wana ujuzi mwingi sana. In fact wangependa kupatiwa nafasi ya kuhusika katika mazungumzo ya kutatua zile shida wako nazo. Ndio. Unaona yao vijana ndio walituletea M-Pesa. Ndio. Wakatatua. Wakafanya banking ilikuwa chini, Ndiyo. Sasa iko juu. Ndio. Kwa hivyo nafikiri president angeuliza hao vijana, vijana, shida zile tuko nazo, ninyi hamna kazi. Ni shida gani ingine? Hii university model ambayo nilikuwa na mipango mizuri lakini inaonekana imetereza. Mungetaka tutengeneze namna gani? Nafikiri vijana wangeleta solution very quick. Lakini ni lazima wahusikwe na ile solution wanaleta. Wewe usije ukaonekana kama wewe ndiye unajua kualiko. Yule mtu ambaye anafagia, ukitaka kununua kifagio kizuri, ndio muulize. Ndio. Wale vijana ambao wako katika shida,
kila siku. Wamesoma, wako na degree, wako na diploma, wengine wamejifunza mambo ya ufundi. Ndio. Lakini hamna namna. Wakiwekwa mahali genuinely tutakuja tutapata ya kwamba tuko na suluhisho ya mambo ambayo iko. Na hiyo suluhisho naye serikali iwe inakubali kurekebisha ile mambo inaleta hiyo shida. Kwa sababu hiyo shida yote kila Mkenya anajua shida iko wapi. Yes. Kaunti zina mchango upi ama nafasi yake katika kutekeleza Vision 2060 kulingana na vile ambavyo rais aliweza kuzungumza hapo jana? Utasema vipi kaunti zina nafasi yoyote katika kutekeleza Vision 2060? Sasa hiyo Vision 2060 for now ni mazungumzo. Ndio. Na kila kaunti tukiketi vizuri, nchi kiketi vizuri na iseme hii ndio mwelekeo. Kaunti basi zina nafasi. Zinaweza kukua. Yes. Ndio. Kwa sababu mambo mengi ni devolved. Ndio. Ukiongea kuhusu afya ni devolved. Tukiongea agriculture ni devolved. Mambo mengi imekuwa devolved. In fact, kabla rais kusimama kuongea kuhusu 2060 kama agehusisha Council of Governors waulizane kulingana na vile mahali tumefika na devolution. Ndio. Mambo ya afya katika nchi katika kaunti hizi tuko wapi, ili wahusike kuleta mapendekezo ya kulenga 2060 kwa kila area. Health, education, mambo kama hayo. Tukileta hiyo itakuwa sawa. Yes. Kidogo daktari, pia ningetaka kujua iwapo kwa utawala mmoja hadi mwingine, tumetoka kwa utawala wa yule ambaye ni hayati Rais Mwai Kibaki, tukatoka kwa utawala wa yule ambaye ni mstaafu Rais Uhuru Kenyatta. Mabadiliko ya kisiasa na kila mmoja akija na mawazo yake na maono yake yanaathiri kwa namna moja ama nyingine kuweza kuona tunaafikia maono ambayo tunayo kama Vision 2030, na sasa kuna hii ambayo ni Vision 2060. Mabadiliko ya kisiasa yanaweza kuathiri kabla ya Vision 2030 ambayo Mwai Kibaki ndiye alikuwa president. Na nafikiri kwa sababu alikuwa ametumika kama waziri wa fedha, alikuwa ametumika kama waziri wa afya miaka mingi. Wakati alichukua uongozi, yeye aliona ni vizuri badala ya kila miaka 5 president mpya anakuja ana mipango yake, kwa nini tusipage Vision 2030? Na akahusisha Wakenya wote ili yule president anakuja mipangilio yake aiweke katika Vision 2030. Na hiyo mpango ilikuwa itusaidie Kenya. Ndio. President mpya asije akaanza kufikiria from an empty paper. Ajue kuna hii mpango na ni wa nchi. Serikali yako imekuja. Sisi tumefikisha hapa. Hii mpango na wewe edesha namna hiyo. Hiyo ndio ilikuwa lengo la Vision 2030. Ndio. Na tuliona ilifanyika wakati wa Kibaki. Ndio. Ikafanyika wakati wa Uhuru wa kwanza. Ndio. Na wa pili. Ndio. Halafu hii ya better bottom up economic ikaondoka kwa nje ya reli. Na ndio naona pengine Dr. Ruto amefikiria maona, si kwa nini tusirudi kwa line. Sasa akafikiria 2060. Kwa nini tusirudi kwa line ya 2030? Na ingekuwa mzuri baada ya uchaguzi wa 2027 mwaka wa 2028 2029 pale ingekuwa ndio nafasi mzuri wa ku take stock ya Vision 2030. Ndio. Na itakuwa yule president atakuwepo kama ni Dr. Ruto au ni mwingine. Wakati huo ingekuwa ni mzuri sasa kulega zaidi ya
2030. Ndiyo. Na tuombe ya kwamba aidha ni William Ruto wakati hii mwaka amebakisha Ndiyo. akiwa rais kabla ya August, kama agejishauri au ashauriwe na mwingine, Ndiyo. ya kwamba tujaribu kuangalia zile projects ambazo zinawezekana kulingana na Vision 2030. Ageturudisha pale na aseme nafikiri tulikosea kwa sababu sasa mama boga na watu wa bodaboda wale wote ambao walikuwa wameahidiwa, agerudi pale, nafikiri Wakenya wangemsikiliza waone kweli umejirudia kwa sababu ya nchi, sio kwa sababu ya wewe binafsi au viongozi wengine. Kwa sababu ya nchi, kwa sababu kama vile Saitoti alisema, there comes a time when the interest of a nation is far more important than the interest of a person. Kwa sababu Wakenya milioni 60 tunaangalia serikali yetu, tunaangalia president wetu atuongoze kupanga. Lakini sasa ikiwa ni mambo tu kuzungumzia siasa ili pengine watu waone niko na mpango, na watu wameshaona miaka 4 hiyo mpango kweli huko. So ingekuwa mzuri. You know, it is I think it is Solomon, the wise man in the Bible, who says that only a fool does not change his mind. Unaweza kubadilisha nia, useme sasa hii mwaka nimebaki, wacha tulenge mambo ya Vision 2030, turudishe nchi kwa reli. Nikichaguliwa tena au yule atachaguliwa tena, na yeye aendeleze. Ingekuwa ni mzuri sana kwa nchi yetu. We are very optimistic, lakini kama kiongozi na mtaalamu wa masuala ya uongozi na siasa, labda unaona hatari zipi wakati ambapo tunaelekea tuko kwenye Vision 2030, lakini unaona hatari zipi za kutoweza kuafikia Vision 2030 yote na ile vision ambayo ni 2060? Nafikiri Vision 2030 tukirudi pale, tukirudi pale hata sasa, ndio na hatutaweza kufikia lengo letu la 2030. Lakini unajua ya kwamba hata katika mtihani, ukifanya mtihani, you are allowed to fail 20% and still get an A. Kwa hivyo hata tusipopata A, tupate B, tupate C, hata tukipata C, lakini tuko kwa njia. Kurudi kwa njia, unajua ukiwa unaenda mahali halafu unapotea, afadhali urudi nyumba kwa njia ile. Wakati umepoteza, sasa uanze kuelekea mahali unaenda. Nafikiri kwa sababu kila mtu kuna wakati unaenda unalala. Hata rais akienda kulala, lazima afikirie sasa hii nchi, hii mambo ya elimu, na watoto pesa haiendi tena. Hii mambo ya afya, tumetengeneza SHA, na SHA hii tulikuwa tunaona ni vizuri, lakini imeenda nje kidogo. Tufanye nini turekebishe? Mambo kama hayo nafikiri lazima mtu ajiulize, kwa sababu kama wa Kenya, we cannot lose hope. This is our country. Na nchi hii yetu, Mungu ametubariki. Tukirudi kwa njia, nafikiri tutafikia, even if sasa tu revise Vision 2030, ile ambao hatukuweza kufikia, sasa tuipe lengo ingine. Tukisema ni vision, kama ni Vision 2050 au ni Vision 2030, na tuseme hii mambo ya kuweka reli kutoka Lamu mpaka South Sudan mpaka Ethiopia, tutaifikisha wakati fulani. You know, once you are focused. Tulijenga hiyo Lamu Port. Iko pale. Iko pale, inahitaji, it's idle capital. Iko hapo. Kama igelegwa, iangaliwe vizuri, igesaidia nchi hii kuleta development
hii kazi ambao watu wetu wanahitaji, wengine wangekuwa wanapata hiyo. Railway line ilikuwa iende mpaka Isiolo, ikifika Isiolo iende Ethiopia, iende South Sudan, na hiyo corridor yote ingefunguka. Tukirudi pale, mimi naona kama nchi yetu tuna uwezo na William Ruto ndiye president wetu kwa sasa. Ako na mwaka ingine moja. 12 months is a long time. Ndio. Unaweza kuchukua hatua useme haidhuru, wacha tusaidie wa Kenya. Na akifanya hivyo nafikiri itakuwa mzuri. Lakini kuongea mambo ya Vision 2060 mwaka huu, wakati sasa wa Kenya wote wanaangalia mambo ya uchaguzi, hata budget ile inakuja, lazima waweke pesa ya uchaguzi, si ndio? Inaonekana hiyo maybe is diversionary. Kwa hivyo unaona, kwa mtazamo wako Vision 2060 ni si dira ya kweli kuelekea kwenye maendeleo na kumove forward as a country? No, hiyo ni diversionary. Timing is wrong. Ni diversionary. Nafikiri ukileta kitu inahitaji kustimulate conversation in that direction. What is the mindset of Kenyans right now? Kutoka August. Si ni 2027. Hiyo ndio mazungumzo. Kweli. Na mazungumzo ni kuuliza hata President Ruto akipaga bajeti yake ya mwisho, sio itakuja karibu uchaguzi ule mwingine. Ndio. Si tuko na hii budget ambayo imetengenezwa. Hiyo budget imetengenezwa iko na nini ya Vision 2060 na imeshapitishwa. Hiyo ingine itakuja June, May June 2027, uchaguzi ukiwa wa August next year. Kwa hivyo hiyo mazungumzo is misplaced. Kuna wale ambao and uncalled for. Kuna Wakenya ambao wanasema wanakubaliana na Rais William Ruto kusema kwamba tunaelekea mbele, taifa la Kenya tunaelekea Singapore. Kuna wale ambao wanakubaliana pia na kauli yake ya kuelekea Singapore na kuwa kama nchi ya Singapore. Lakini swali linasalia, wale ambao wanakubaliana na lile ambalo Rais William Ruto amezungumzia kuhusiana na kuendelea mbele, na hapo jana akazungumza, utasema mentality iliyoko kwa sasa ni ya kisiasa ama ni mentality ambayo imewekwa kuweza kukubaliana na sera za kiongozi hasa? Mentality ambayo iko sasa ni ya kisiasa. Ndio. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Ndio. Hata katika serikali ukiangalia, unaona kuna mazungumzo sijui deputy president nini, ukiangalia kila mahali ni wakati wa kisiasa. Na watu wakizungumzia kisiasa, halafu hii mambo ya 2060 iingilie pale, inaigizwa tu katika equation ya siasa. Na hiyo sio mzuri, kwa sababu ajenda kama hiyo inahitaji kuletwa na kucapture the mind ya Wakenya. Kucapture the mind ya Wakenya ili wazungumzie vile nchi yetu inaweza kufika kiwango kile sisi zote tungetaka. Lakini kwa sasa uongee vile unataka kila mtu sasa, mwaka moja kabla ya uchaguzi. Sasa watu wengine si ndio wanafikiria, wale wako kwa serikali kama wata resign waende wakaran. Ndio. Na wengine ni civil servants. Na hao ndio wako serikali. Na wao ndio pengine wangehusika sana kupanga mipangilio ya vile hiyo ajenda ya 2060 inahitaji kuwekwa. Lakini wao wanafikiria sasa ni wakati wa kuresign. Ndio. Waende wakaran. Sasa nani atafikiria ajenda serious ya 2060 kama hiyo? Isipokuwa tu ni wale wangetaka waonekane kama wako na ajenda. Kwa hivyo wachaguliwe, waseme nichague, niko na ajenda kubwa. Na hapo jana ukimsikiza Rais William Ruto ulikuwa
hisi vipi kama Mkenya na pia kiongozi wakati ambapo anazungumza kuhusiana na the positive things ambayo labda anapania ama inapaniwa kuwa kwenye Vision 2060? Unajua, ukiongea jambo na nilisikiliza kweli kwa sababu nilisikia kuna ajenda nilifungua na nikasikiria. Naam. Na kusema kweli nilijaribu kusikia, lakini nikaona hii ajenda imekuja wrong. Ndio. Imekuja wrong. Ndio kweli mafikirio ya vile Kenya inahitaji kuchukua hatua ni mafikirio mazuri. Lakini nikaona kweli kweli rais uko na serious agenda kweli, hii ndio wakati mzuri wa kuileta. Rais, kweli hii ndio wakati mzuri. Hii kweli itasikilizwa na Wakenya. Wakenya ambao wakati huu wako na shida zingine na wanafikiria kama watakuchagua tena au la. Kweli niliona that was my mind. Na niulize, iwapo kufikia sasa mwisho wa 2030 ama mwisho wa 2060 na haya yote maono ya siku yameafikiwa, ni nani hasa wa kuulizwa swali, nani hasa wa kuwajibishwa? Tuseme ya kwamba everything rises and falls at leadership. Naam. Kwa hivyo kuhusu nchi yetu miaka hii ambayo 2022 mpaka 2027 ndio wakuulizwa ni Rais William Ruto. Naam. Kwa sababu ndiye kiongozi wetu. Yeye ako na jukumu la kuleta Wakenya pamoja. Ndio. Ako na jukumu ya kuzungumzana na magavana na kuna kikao kile wanaketi na yeye ndiye anakalia kiti. Ndio. Hayo mambo yote. Tuko na legislature, tuko na executive na tuko na judiciary. Naam. Lakini hii executive ndio ina coordinate hizi zote. Hata igawa Martha Koome ako na yake na judiciary. Naam. Na hawa wako wanaongoza bunge wako na yao. Lakini ukienda Oval Office huko United States of America, hiyo kiti kuna kitu imewekwa hapo inasema the buck stops here. President wa Amerika akiketi pale ndio anaangalia. Pia buck stops with the President William Ruto for now. Miaka hiyo ingine ilikuwa Uhuru. Ndio. Hiyo ingine ilikuwa Kibaki. Naam. 2027 August kwenda mbele hatujui ni nani. Ndio. Ile imetendeka vizuri, ikaenda miaka hii, pongezi kwa William. Naam. Ile ambayo haikutendeka ikaenda baya, responsibility William Ruto. Naam. Yes. Shukran. Muda hauko nasi, lakini nitakupa dakika moja tu tupe kauli za mwisho na pia uweze kuzungumza na Wakenya kuhusiana na vile ambavyo ama mtazamo wako wa siasa na uongozi katika taifa la Kenya. Niseme ya kwamba Wakenya tuko mahali ambapo sisi tunahitaji kujirudia, kujiuliza maswali ya kwamba tuko wapi, tulifika hapa namna gani. Sisi ndio tulichagua serikali ambayo tulichagua 2022. Kama imeenda vizuri tunasema ni sawa, kama imeenda baya hata wewe Mkenya ujue ulichangia. Na kwa sababu tunaingia mwaka wa siasa, naomba Wakenya tafadhali, Wakenya tuheshimiane, usije ukaleta fujo kwa mwenzako. Tuheshimu chama zile ziko kwa sababu tulisema tuko multi-party democracy. Na tukubali ya kwamba mambo ya kuchagua viongozi kwa sababu ya widi, tuangalie ni kina nani tunapatia uongozi. Wale watu ambao wanaweza kutufikisha. Na tujue ya kwamba Mwai Kibaki hakuwa anatoka kusimama kwa gari. Alikuwa anaenda ofisi, anafanya kazi.
tukaona. Naam. Kwa hivyo Wakenya nawatakia mema. Let's respect each other. Let's give people an opportunity. And this is our country. Naam. And we have a good country. Shukran sana kwa wakati wako na kuitikia wito wa TV47. Tutakupata wakati mwingine tujadili masuala zaidi. Mpenzi mtazamaji, tumefikia tamati mwa majadiliano siku ya leo. Tulikuwa naye Daktari Moses Mwangi ambaye kumbuka kwamba ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na siasa hapa katika taifa la Kenya, na tumekuwa tukipiga msasa na tukijadiliana kuhusiana na ruwaza ya Kenya 2060 ambayo iliweza kuzungumziwa hapo jana na Rais William Ruto. Na hivyo basi umeweza kuzungumza kwa kina zaidi. Iwapo umefuata, umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na ruwaza ya mwaka 2060. Nimekuwa wako Chichi Josephine. Hadi wakati mwingine, uwe na usiku mwema, tupatane hapo kesho.